Saa 10:32. Tunakushukuru sana kwa wewe ambaye unajiunga nasi wakati huu. Hii ni Barazani bwana. Asante kwa kuendelea kutuchagua. Tulikueleza kule awali kwamba leo tuna mambo yetu yale ya kidigitali yale. Maudhui ya kimtandao. Tuhakikishe kwamba wote tunakuwa salama huko mtandaoni. Yes, na leo bwana tunakwenda kuzungumza kulinda taarifa binafsi mtandaoni. Namna ya kulinda taarifa binafsi mtandaoni. Na tunakuuliza ni jambo gani moja msikilizaji wetu utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni? Kwa hiyo tupatie maoni yako hapo kupitia namba yetu ya simu ya hapa studio. Ni jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni? Hakika. Tupe maoni yako, tutasoma hapa kupitia namba yetu ya simu ya hapa studio. Naam, unajua watu wengi hapa nchini Tanzania wanakuwa wanatumia mtandao kila siku na tunatumia sana. Lakini si kila mtu anaelewa ile hatari ya kushiriki taarifa binafsi huko mtandaoni. Ndio maana tunazungumza. Mtandaoni kuna mambo mengi, kuna wadanganyifu, kuna wavamizi wa mitandao, na hata wageni wanaweza pia kutumia taarifa zako kutaka pesa, kufanya udanganyifu, lakini pia kuvunja faragha yako. Leo ndo tunazungumza hivyo, jinsi ya kulinda taarifa zako binafsi mtandaoni pamoja na kujilinda. Cha kwanza kabisa ni tutaangazia masuala ya usalama wa taarifa binafsi. Nini unapaswa kuhifadhi binafsi? Kitu gani ambacho unapaswa kukihifadhi ambacho ni binafsi? Tunafahamu kwamba sio kila kitu kinapaswa kushirikishwa huko mtandaoni. Baadhi ya taarifa zikiwa zitavuja zinaweza kukuweka wewe mwenyewe binafsi kwenye hatari ya udanganyifu, kwenye hatari ya wizi wa utambulisho, kwenye hatari ya ulaghai. Hakikisha kwamba ushiriki taarifa hizi hapa ambazo tunakwenda kukueleza, taarifa binafsi hadharani. Kwanza kabisa kuna namba ya kitambulisho cha taifa, Fatuma. Usishiriki kabisa huko. Kwa sababu ni binafsi, ni taarifa, ina taarifa binafsi. Namba ya kitambulisho cha taifa. Lakini kuna passport au leseni ya udereva. Wadanganyifu wanaweza kuvitumia kufanya udanganyifu alafu yakakukuta mambo. Lakini kuna nambari ya simu au anwani za nyumbani. Hivi vinaweza kutumika kwa udanganyifu, vinaweza kutumika kwa ulaghai au hata vitisho vya kimwili. Kwa hiyo jitahidi, hivi ni vitu binafsi, havipaswi kuwekwa wazi huko mtandaoni. Lakini kuna taarifa za benki au zile password za pesa za simu, si ndio? Kuna password za pesa za mitandao ya simu. Lakini zile kuna pini ambazo tunaziweka pia kwenye simu zetu. Ikiwa zitapokwa na mtu ataweza kutoa pesa zako, basi ndugu yangu umeisha. Lakini kama mtu pia ataweza kuzifahamu pin namba zako, password zako za simu, ndugu yangu umeisha. Mahali pa kazi au shule kuweka hadharani pia ni hatari. Unapoenda kila siku kunaweza kukufanya kuwa shabaha ya wahalifu wakakupata kwa ulaini kabisa. Lakini kuna kitu kingine, taarifa za familia binafsi. Kuwa makini na kushiriki habari kuhusu watoto au ndugu. Nakupa mfano mmoja. Kuna mwanamke mmoja jijini Arusha kule, aliwahi kushiriki nambari yake ya simu kwenye kundi la Facebook hadharani bwana. Baadaye akaanza kupokea simu, nikaanza kupokea ujumbe wa ulaghai na simu za bandia hivi kutoka kwa watu ambao alikuwa hawafahamu, walikuwa wanamuomba pesa. Wewe mwenyewe naamini inawezekana ilishawahi kukukuta. Mtu unaweka namba yako ya simu hapo, unaanza kuona pigiwa simu hapo, hata wakati usumbufu, hata usiombwe pesa, lakini ni usumbufu tu ule unakuwa unachosha. Sasa nikuulize, je, umewahi kupokea simu au ujumbe wa ajabu kutoka kwa mtu ambaye hukumjua?
Unaweza ukatuambia huo ujumbe ama hizo simu ambazo ulikuwa unapokea zilikuwa zinasema nini? Lakini jambo la pili nalotaka kukujuza ni kuhusiana na ulinzi wa neno la siri. Namba za siri hizo ambazo tunatumia. Jinsi ya kulinda akaunti zako. Tunatumiaga neno la siri. Tunajua pia neno la siri ni ufunguo wa akaunti zetu pia mtandaoni, na ikiwa mtu ataziiba basi anaweza kufikia mitandao yako kwa urahisi kabisa. Yani anakufikia kirahisi sana. Kiurahisi kabisa. Na anaweza kufanya vitu ambavyo wewe uvifanyi. Akaposti vitu vya ajabu kwa mpaka watu tukajiuliza kuna changamoto gani ndio yeye huyu? Fatuma anaweza akaposti vitu kama hivi. Anaweza akakuwahi kukupigia simu na kuda wewe umeingia kwenye akaunti yako. Mwingine atafurahia umeona. Na kuna mwingine anaweza akawatafuta watu wako wa karibu kabisa, akaanza kuwaomba pesa akijifanya kwamba ni wewe. Mambo yanakuwa hivyo. Unakuwa unaibiwa ndugu yangu, na watu wako wa karibu pia wanakuwa kwenye hatari ya kuibiwa. Kwa hakikisha unatumia kwenye neno la siri hapo kwenye kulitengeneza, hakikisha unatumia mchanganyiko wa herufi, namba pamoja na alama. Epuka kutumia zile namba 1 2 3 4 5 6 7 zile. Acha uvivu ndugu yangu. Acha uvivu, usirahisishe mambo. Hata kwa mfano una watoto basi unaweka labda kwenye password moja, jina la mwana changanya. Anaweza akajua huyu mtie jasho, akitaka kukuibia mtie jasho kidogo kabisa, yani. Kama kifanikiwa amehangaika kweli. Hataki kufanikiwa. Epuka kutumia taarifa za kibinafsi. Usitumie jina lako, siku ya kuzaliwa na namba ya simu kama neno la siri, kwa sababu ni hatari. Tumia neno la siri tofauti kwa akaunti tofauti. Kwa hiyo kama una akaunti 2 3, neno la siri liwe tofauti. So mtu akishika simu yako namba ya siri ndio kando anakuibia hela. Moja hilo utaibiwa. Akienda kwenye pole. Kwa hiyo hakikisha kwamba neno la siri linakuwa tofauti kama una akaunti zaidi ya moja, kwa sababu kama utaweka neno la siri moja na akafanikiwa kwenye hiyo akaunti yako moja, basi unazihatarisha pia akaunti zingine. Watu kila akaunti zote wanaweka hiyo na ni moja hiyo. Kwa jitahidi kuwe na tofauti. Fikiria kutumia meneja wa neno siri. Ile ni program kama Google Password Manager. Hizi zinasaidia kuhifadhi na kutengeneza neno la siri imara. Kuna mjasiriamali mmoja hapo, yeye alitumia neno siri moja kwa barua pepe, Facebook na kwenye benki, lakini pia kwenye simu kwenye simu huko. Basi wavamizi walipofanikiwa kuingia kwenye Facebook yake, walifaidi pia akaunti yake ya barua pepe, ya benki, wakaiba pesa. Amerahisishia. Usitumie neno siri moja kwa kila akaunti. Haya, unatumia neno siri moja kwa kila kitu. Ikiwa ndio, ni wakati wa kubadilika. Sasa hivi mabadiliko. Tena badilisha haraka sana. Haya, tunakukumbusha kwamba maudhui haya ambayo unasikiliza basi yamedhaminiwa kwa uzuri kabisa na ubalozi wa Marekani. Na tunakuuliza kwamba ni jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni. Tupatie maoni yako hayo ili basi tuwe salama. Sasa uthibitishaji wa hatua 2. Uthibitishaji wa hatua 2 2FA unaongeza usalama kwa kuhitaji msimamo wa pili kabla ya kuingia. Hata kama wavamizi watapata neno lako hilo la siri, basi hawawezi kuingia bila msimbo huu wa pili. Sasa kuna namna ambavyo ya kuwezeshwa uthibitishaji wa hatua hii ya 2 2FA. Nenda kwenye mipangilio ya akaunti yako kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail au program zile za kibenki. Tafuta usalama au uthibitishaji wa hatua 2. Washa na uunganishe nambari yako ya simu au barua pepe. Kila wakati unapoingia utapata msimbo wa usalama kupitia SMS au barua pepe
kuthibitisha kuwa ni wewe ndiye ambaye umeingia. Mfano, mvulana mmoja jijini Mwanza, akaunti yake ya Facebook ilidukuliwa, lakini kwa sababu alikuwa anatumia 2FA, mdukuzi hakuwa na uwezo wa kuingia bila msimbo wake wa usalama. Kwa hiyo kwa mtindo huu msikilizaji, unakuwa salama, na kukumbusha kwamba hata kama mtu atapata neno lako la siri, kukiwa na hii 2FA inawazuia kuingia kwenye akaunti yako. Ni kweli kabisa. Bila wewe. Ndio hii ambayo unajaribu pengine kuingia kwenye, kwa mfano kwenye email labda hii unaingia kwenye email, alafu kwenye neno la siri pale ukitaka kuingiza kuna namba unaletewa pale, unaambiwa huyu lazima athibitishe kama ndio yeye. Kwa hiyo unakuwa salama muda wote, yani mambo yako yanakuwa yako safi. Lakini kushiriki kwa busara, fikiria kabla ya kuweka kitu chochote. Sasa watu wengi ushiriki taarifa binafsi mtandaoni bila kujua hatari zinazohusiana. Wavamizi wa mtandao, wadanganyifu na hata uwezi utafuta taarifa zinazoweza kutumika dhidi yako. Jinsi ya kushiriki habari kwa usalama. Maana unaweza kaingia pale ukakuta unaingia kumbe kuna mtu unaingia naye bila wewe kujua. Mambo yanayajua sana machela haya. Fikiria kabla ya kuweka. Uuliza, je, hili ni jambo ambalo linapaswa kuwa la hadharani? Lakini pia dhibiti nani anayeona machapisho yako. Tumia mipangilio ya faragha kudhibiti nani anaweza kuona taarifa zako. Pia unatakiwa kuwa makini na tafiti mtandaoni au zawadi. Baadhi hutoa masuala ya kibinafsi na inaweza kuwa udanganyifu. Unaweza kusikia shirika fulani kubwa la kimataifa linakuja inbox na kwambia umewahi kupata fedha hizi. Unajiuliza, mimi sihusiki, sija kushiriki kwenye hii taasisi. Haya mambo yanakuwa kwaje? Kwa hivyo ni lazima uwe makini. Usishiriki maeneo halisi ikiwa unachapisha kwamba unatembea. Wezi wanaweza kulenga nyumba yako. Kuna masuala ya location siku hizi, mtu anaweza akaposti akaandika niko wireless. Kwa nini utuandikie kama uko wireless? Kuna nini yani? Kwa hivyo, lakini pia kuwa makini kwenye vikundi vya WhatsApp na maoni ya Facebook. Wadanganyifu utafuta waathirika wenye majadiliano ya hadharani. Yani wao wako makini kwa sababu wapo kazini. Kwa kweli. Kuna mfano hapa, mjasiriamali mmoja alichapisha mitandaoni kwamba alikuwa anasafiri kwa wiki. Wezi waliona hili na kuvunja nyumba yake wakijua kuwa hakuwa nyumbani. Ndiyo. Kuwa makini na unachoweka. Unatuambia mwenyewe kwamba haupo. Una watu unajikuta wameenda kuposti pale ndo wanapanda zao ndege. Unajua kabisa kwamba hawapo nyumbani. Kwa hiyo changamoto inakuwa, tunakuuliza jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni? Tupatie maoni yako, lakini uliza, lakini cha muhimu umewahi kushiriki jambo mtandaoni na baadaye kujutia? Inawezekana kuna jambo ulishiriki msikilizaji, kuna taarifa ulizitoa ukasema I say hili bwana nilolifanya lisilo. Kwa hivyo karibu hapo kupitia 0749 898950 ili tuweze kusoma jumba wako, lakini simu hapo zitapokelewa kupitia 0673 030382. Utuambie msikilizaji, ni jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni, na tukusikie. Na basi maswali madogo madogo ambayo tumekuuliza. Asema yeye kwa kawaida ni kutoweka taarifa yoyote mtandaoni aweki, yani anaitwa Arabi Malunda. Wa wapi huyo? Wa Mkonyi Kitere, kwa wale ambao wanakula pelege. Dada anasema swala kupigiwa simu namba za matapeli, mbona hiyo ni vitu vya kawaida? Florian Thomas yupo Kinei anasema yuko nasi mpaka mwisho. Aliwezi kuwa, yani alipaswa kuwa kitu cha kawaida. Lazima uwe nalo makini. Shaka kitu cha kawaida watu kitu cha kawaida ipo siku watakuotea afu mambo yanakuwa sivyo. Anasema haya sio muda wa wa michezo. Ulio tu John Machela hapo. Baadaye hapo mambo yatakuwa mazuri zaidi. Sasa nimewahi kupokea ujumbe nyingi sana kwenye simu na sipotezea. Yaani ukiwajibu tu basi wewe bora kausha tu dada yangu,
mambo kama haya. Anaitwa Mr. Sefu huyu, akiwa zake maeneo pale Mnazi Mmoja. Katika kulinda taarifa zangu binafsi nimejitahidi katika hilo, japokuwa matapeli na wanazidi kubuni mbinu mbalimbali kadri siku zinavyokwenda. Huyu ni Mwalimu Ipaja kutoka Kikwetu. Tunazungumza hapa na tunauliza kwamba wewe ambaye kama umeshawahi kushiriki jambo lolote mtandaoni, pia unaweza ukatuambia hapo na ukatujibu. Lakini Mr. Kimbwanda anasema kijana mtembezi. Tunashukuru pia Mr. Kibwanda kwa ujumbe wako, lakini ungetuambia jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni ili uwe hapo salama. Tuambie. Asa mimi nimewahi kupigiwa simu na wakaniambia niwatumie shilingi 150,000. Mambo ni mazito. Uliposti taarifa zako binafsi wakakupata kwa urahisi. Wakasema wakampata kwa urahisi kabisa. Asa mimi nahifadhi mambo yangu kimtandaoni, yani tena sipendi kutoa maneno ambayo yajafanyeje haya kumfanisha mtu yoyote, kama ya kumnufaisha mtu yoyote, kama namba ya siri au password. Nasema hivyo. Geoffrey Mtaka huyu yuko kule na Chingwea, lazima tuwe makini huko kabisa. Ukiwa na kiswaswadu, je, unakiwekea pia? Mbona kuna sehemu za kuweka password? Unakiwekea hicho? Jamani, mbona kiswaswadu? Tumsikie kwenye line. Hello. Habari za saizi? Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi? Nazungumza na Twalibu Ali Chono kutoka Mnazi Mmoja, Lindi. Karibu sana kwa mchango wako. Asante. Bwana, hawa wezi wanajitahidi, lakini kwa mimi upande wangu wamenishinda. Hatua ya mwisho wamepiga simu tuma 100,000, tuma 250,000, wamfanya hivi kila namna, lakini mimi wamenishinda. Lakini wanachonishinda zaidi kwa sababu taarifa zangu siziweki mtandaoni. Taarifa zangu siziweki popote zaidi ya siri ya mwenyewe. Hatua ya mwisho wamekuja kuniweza wakaniambia, bwana, tuna shida ya bajaji yako shule ya sekondari ni Ngoyo. Nikawaambia sawa, chukua maji katoni 1, chukua na juisi, chukua na pesa. Nikaambia sawa. Sijachukua chochote, nikajua hawa wezi hawa. Mimi nikaondoka zangu mpaka kwenda pale kweli nikipiga simu haipokelewi. Kila ninapopiga simu haipokelewi. Nikiingia darasani nikiuliza mwalimu anambia, bwana, hao watu wako wezi. Tangea hiyo bajaji yangu nimeipaki sasa hivi na mwezi 1.5, nikasema siitoi na sitoki na sitembezi. Kwa hiyo kiufupi tujitahidi tu na hawa jamaa wanazidi na wao mbinu zao siku hadi siku. Haya, asante sana. Asante sana kutokea Mnazi Mmoja. Anatokea Mnazi Mmoja. Kuna kitu alishare mpaka wakajua kwamba ana bajaji. Ana bajaji. Na tukimwambia kutoka pale alipo mpaka shuleni pale ana uwezo wa kufika kwa haraka sana. Sasa mwenyewe alikuwa na akili kidogo. Akajiongeza, lakini aendeshe tu bajaji yake. Usiogope. Kujiingizia kipato. Wewe usiogope. Muhimu tayari umekwisha wajua. Wewe fikiria sasa kuna mbinu gani nyingine wanakuja nayo. Tuandikie ujumbe mfupi hapo, msikilizaji wa Mashujaa FM, tukao tunazungumza na kutupigia kupitia 0673 030382. Utuambie kwa upande wako ili tuweze kwenda sawa sawa. Kwa ujumbe mfupi ni kupitia 0749 89 lazima tuwe salama mtandaoni. Hakika. Kwa sababu mtandao si kitu kibaya, ila ni vile ambavyo sisi labda tunautumia. Tuambie ni jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni. Tunasubiri maoni yako hapo. Utuandikie ili tujifunze hapa kuwa salama kabisa. Kupitia wewe. Anaitwa Omari Mpalile. Tunashukuru sana kwa kutuandikia, lakini simu napiga huko kwingine, huko kwenye message kwenye line. Habari. Hapo naongea na Martin kutoka Mitwero. Karibu sana kutoka Mitwero. Mimi naona hapo cha msingi kuweka tu password. Haya,
anasema cha msingi ni kuweka password ambayo iko imara. Tumalizie imara. Maana Ili password mambo tu yasiwe mengi. Password ukiweka 1 2 3 au mwaka wako wa kuzaliwa wamekuwa. Imekuramba. Mtu anaweza kama wamekudukua. Dada yako, kwani ule mzaliwa mwaka gani? Au ndugu yako wa karibu. Mzaliwa mwaka gani? Au kwa kuangalia tu mwingine akasema huyu amezaliwa 90. Wewe nianzie hapa. Kuna watu wako vizuri sana kwenye hayo mambo. Wanaweza yani kwa namna moja ama nyingine. Sana. Utuambie kwamba jambo gani moja utakalofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni huko. Kwenye message hapa anasema dada zangu matapeli wengi sasa hivi wamehamia kwenye mikopo. Wanakuambia tuma pesa upate pesa hivi, mambo hayo jamani. Anakwambia anayekopa si anasaidiwa pesa apate wapi? Au matapeli anaitwa Arabu Malunde, maana matapeli wako safi, wako makini. Simu ya mwisho kwa leo kwenye line. Hello. Unaongea na Omar Mpale kutoka Manisia mkoani Lindi kwa Magomboli waliokuwa wengi Tanzania mzima. Wanapenda kuniita bingwa. Omar Mpale hapa. Kiukweli bwana, mada ni mzuri kabisa. Ukiangalia matapeli mitandaoni wanakuwa ni wengi kabisa, kwa ajili vitu kama hivyo vinajitokeza sana. Ili tufanye nini ili mambo kama hayo tuepushane naye? Kikubwa tu tuena labda waweke namba lock, yani kwamba kama mimi hapa naweka lock au mtu wote ili kwamba hata yule pale mhalifu akitaka kufanya kitu fulani asikupate zaidi, kwamba wewe asikuone zaidi, kwa sababu kwamba akikuna nini ukionekana anaweza kufanya hivi alafu kaibiwa. Umeona, na watu wengi wanakuwa wanaibiana kwa kutumia hizo mitandaoni sana tu. Matapeli ni hivyo tu. Ushauri wangu mimi naitwa Omari Falile, naachia line. Kuna Elizabeth. Haya, hizo itakuwa ya mwisho. Anasema nipo makini sana kwenye mitandao, yani sidili navyo sana na navyoikuta au kuviona, na hata spendi sana anasema kuonesha uasilia wangu wa maisha. Anaitwa Lali OG akiwa zake Kilangala. Haya, tunakushukuru sana Lali na wengine wote ambao mmeshare na sisi hapa. Metujibu kwa kile ambacho tumeuliza. Sasa bwana, wakati huu tunapohitimisha, hakikisha kwamba taarifa zako binafsi unazilinda kweli kweli. Kabla ya kushiriki chochote mtandaoni, unaweza ukajiuliza, je, ningekubaliana ikiwa mgeni angeona hili ingekuwaje? Je, taarifa hii inaweza kutumika kunidanganya? Je, natumia mpangilio imara na wa usalama? Kwa kufuata hatua hizi rahisi sana na zile ambazo tumekueleza kule awali, basi unaweza kufurahia mtandao kwa usalama, wakati huo ukilinda taarifa zako binafsi. Elizabeth Msagula, Fatuma Buriani, tunakukumbusha haya yamedhaminiwa na ubalozi wa Marekani. Barazani. This is 89.5 Mashujaa FM.